Na mtazamaji wangu, hatua za hivi sasa zinazozidi kuchukuliwa na vijana Gen Z ni dalili tosha maandamano ya Sabasaba yatakuwepo na nguvu, kinyume kabisa na jinsi ambavyo viongozi wakuu wa serikali ya CCM wanazidi kutarajia, kwani usiku wa leo hii tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 2026 tunazidi kushuhudia vipeperushi hivi ambavyo vina ujumbe huu mzito kwa serikali iliyoko madarakani. Ila kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa ni vyema uweze kuelekea moja kwa moja kwa ukurasa rasmi wa mtandao wa YouTube, uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii na uweze kutizama video hii hadi mwisho, kwani kuna taarifa zaidi kutokana na kile ambacho hivi sasa kinaonekana wazi kuweka hofu kubwa kwa viongozi wakuu wa serikali ya CCM kuhusiana na maandamano ya Sabasaba. Naam, mtazamaji wangu, hatua zinazozidi kuchukuliwa na vijana Gen Z sio kelele katika mitandao ya kijamii pekee. Hivi sasa tunazidi kushuhudia mabango yanazidi kupeperushwa kila kona katika mikoa mbalimbali, kwani usiku wa leo hii ama hivi sasa kuna hii hapa video ambayo inazidi kuibua gumzo zito kuhusiana na maandamano ya Sabasaba, hasa ikionyesha jinsi ambavyo ipo na ujumbe mzito kwa viongozi wakuu walioko serikalini. Hii hapa mtazamaji wangu ni dalili tosha kuhusiana na maandamano ya Sabasaba, nguvu iliyoko katika maandamano hayo. Sote tunafahamu kwamba tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2025 vijana Gen Z kuna ujumbe maalum wanazidi kuamini kwamba lazima uweze kufikia viongozi wakuu wa serikali ya CCM, na ndipo ambapo tunazidi kushuhudia kama video hiyo inayozidi kucheza katika skrini yako hivi sasa inazidi kuonyesha mabango hayo kusambazwa na kuendelea kuchapishwa ili ujumbe uweze kufikia wengi. Mtazamaji wangu, kwa kweli hii hapa sio dalili nzuri kamwe kwa viongozi wakuu walioko madarakani. Hivi sasa ikiwa imeweza kusalia ni siku 2 maandamano hayo yaweze kufanyika, kutokana na jinsi ambavyo gumzo zito na habari zinaendelea kuzungumziwa kila kona katika mitandao ya kijamii. Hivi sasa ni muda mwafaka kwa viongozi wakuu walioko madarakani angalau waweze kusikiliza kile vijana Gen Z wanazidi kukipendekeza chiweze kufanyiwa marekebisho, na ndipo ambapo kusije kukaweza kujirejelea maandamano mengine kama yale yaliyoweza kutokea tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Ila mtazamaji wangu, kile ambacho kinazidi kufanywa na waandamanaji na pia wanaharakati wanaozidi kuunga mkono maandamano haya wanaamini kwamba hivi sasa ndio wakati mwafaka na muda sahihi waandamanaji, idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania waweze kuandamana, na ndipo ambapo moja kwa moja haki iweze kupatikana kwa wale wote walioweza kuathirika na ghasia na vurugu za maandamano ya mwaka 2025. Na pia mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, sote tunafahamu jinsi gani ambavyo waandamanaji wapo na hasira kutokana na kile wanachozidi kuamini viongozi wakuu walioko madarakani wanazidi kupuuzia maneno muhimu wanayozidi kuomba yaweze kufanyiwa marekebisho. Na mtazamaji wangu, na sote tunafahamu ya kwamba dhumuni na sababu kuu ya mabango hayo na machapisho yanayozidi kupeperushwa hivi sasa, mtazamaji wangu, ni kutokana na kile ambacho idadi kubwa ya waandamanaji wanaamini kwamba hatua hii ama kitendo hicho ni vyema kufanyika usiku na sio mchana, wakihofia swala la utumiaji wa nguvu kupita kiasi wakati watakapokuwa wameweza kupatikana wakifanya kitendo cha aina hii. Na ndipo ambapo hivi sasa mtazamaji wangu, taswira hii inaonyesha jinsi gani ambavyo kweli kuna jambo ambalo linazidi kusumbua mamilioni ya Watanzania, ila iwapo utaweza kujieleza mchana kweupe, moja kwa moja huenda kukaweza kufuatia swala la utekaji, jambo ambalo sio jambo la kufurahisha, hasa kwa uongozi ulioko madarakani kufanya utekaji kwa raia ambao wanazidi kuwasilisha maoni yao, na kwa kuwa raia wanazidi kulifahamu hilo,
ndipo ambapo hatua za aina hii zinazidi kuonekana kuchukuliwa usiku, ya kwamba mabango yanazidi kurushwa na kusambazwa, na ndipo ambapo siku ya kesho, kipindi na wakati ambapo idadi kubwa ya raia wa Jamhuri ya Tanzania watakuwa wakielekea katika kazi zao za siku baada ya siku, na wengine wakiwa na shughuli zao za kupata kipato cha kukidhi mahitaji yao, wataweza kupata ujumbe kuhusiana na maandamano ya Sabasaba. Ila ifahamike na ikumbuke kwamba hatua hii, mtazamaji wangu, sio hatua inayozidi kufanyika na mtu mmoja, na pia lawama haizidi kulaumiwa mwananchi wa kawaida wa Jamhuri ya Tanzania, bali itaweza kulaumiwa viongozi wakuu walioko madarakani, kwani wao ndio wanaozidi kuchangia na kuweka nafasi ya mabango ya aina hiyo kusambazwa, kwani kama kweli wangekuwa wameweza kunuia kuwa hata na maridhiano na idadi kubwa ya raia ambao hivi sasa wanazidi kuamini gharama kubwa ya maisha iliyoko katika Jamhuri ya Tanzania imeweza kusababishwa na viongozi walioko serikalini kwa manufaa yao binafsi na sio kwa manufaa ya mwananchi wa kawaida wa Jamhuri ya Tanzania. Vile vile, mtazamaji wangu, jambo lingine linalozidi kujitokeza katika mabango haya yanayozidi kusambazwa usiku wa leo hii, mtazamaji wangu, uongozi ulioko madarakani bado haujaweza kukubalika kikamilifu na wananchi wa Jamhuri ya Tanzania, kwani mtazamaji wangu, kama kweli ingekuwa serikali iliyoko madarakani imeweza kukubalika kikamilifu, tusingeshuhudia mambo ya aina hii katika Jamhuri ya Tanzania ama usiku wa leo hii mabango yakisambazwa. Ila kwa kuwa mabango hayo yameweza kusambazwa, ni dalili tosha ya kwamba aliyeweza kuchapisha mabango hayo hajaweza kukubali serikali iliyoko madarakani na anazidi kuunga mkono maandamano ya Sabasaba. Pia kwa njia moja ama nyingine, baada ya mabango hayo kuchapishwa, lazima itaweza kusambazwa kutoka eneo moja hadi lingine. Hivyo basi inazidi kuashiria na kuonyesha wazi kwamba katika usafirishaji wa mabango haya kutoka eneo moja hadi lingine, lazima kuna baadhi ya Watanzania wameweza kuona, ila wameweza kunyamazia kimya, dalili tosha ya kwamba wanazidi kuunga mkono mabango hayo yanayozidi kuchapishwa ili kueneza ujumbe wa maandamano ya Sabasaba. Vile vile, anayezidi kusafirisha mabango hayo ni dalili tosha ya kwamba bado hajaweza kukubali uongozi ulioko madarakani, na sote tunafahamu kwamba uongozi ulioko madarakani hujaweza kukubalika kikamilifu kutokana na yale yanayozidi kushuhudiwa chini ya serikali hiyo. Ila kama kweli serikali hiyo ingekuwa imeweza kukubalika, basi tusingeweza kushuhudia uungwaji mkono mabango hayo kuchapishwa hadi kufikishwa mikoa mbalimbali. Hivyo basi ni vyema pia wewe hapo unayezidi kutizama video hii, tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Mtizamo wako ni upi kuhusiana na maandamano ya Sabasaba na vuguvugu hili ambalo limeweza kuanzishwa kusambazwa kwa mabango yanayozidi kueneza ujumbe wa maandamano ya Sabasaba usiku wa leo hii? Usisahau kusubscribe na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.